koma. Karibu ndio neno pekee la kiungwana. Kila muungwana anapenda kusikia nta zake za masikio linabeba neno hili karibu. Huyu hapa anaozungumza ni mbuji, mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili. Si mwingine ni Salim Mwanangwa wa Ahmed. Yeye kufuta riziki wanaita Gabo Zigamba. Leo niko na watu majemedari manguri, watu wanaojitambua, watu wanaojielewa katika hii tasnia ya michezo. Nikianza na ndugu yangu hapa. Naambia ndugu yangu. Jina kamili. Majina Mwalimu Yanga, maarufu Mwalimu Yanga, waziri mkuu wa mashabiki Mzalamu, yuko na bosi wake hapa. Hakuna shida, hakuna nalabika. Kila kitu kitakwenda vizuri. Tupo sawa ndugu yangu. Ndugu yangu pale. Abdalla Saidi Mwomba, jina maarufu Mzalamu wa Simba. Kajipachika cheo, kajiita mwenyewe. Kwa hiyo hakuna baya. Amejitekenya. Kajitekenya mwenyewe, anacheka mwenyewe. Kwa hiyo wana moja kwa moja mimi nikianza na Mwalimu Yanga. Kama sitasahau kwa haraka utanikumbusha. Nakumbuka tarehe 22 ya mwezi wa 7 2021 taasisi yenyewe ya Yanga Africa kwamba ilitoa tamko rasmi kwamba haina imani na huyu muamuzi ambaye leo kapigiwa makofi, kila mmoja ameona ni sawa, Arajiga, kwamba ndio atakwenda kuchezesha dabi leo tarehe hii 8, au sio bwana, siku ya wanawake duniani. Siku ambayo kuna Kwaresma na kuna Ramadhani. Kila mmoja kafunga, asiofunga ni nani? Baba Rastafari. Sasa nikianza moja kwa moja na wewe bwana, naomba uniambie. Kwanza kauli ya taasisi ya mwaka 2021 tarehe 22 mwezi wa 7 ndio ilikuwa ni taasisi kauli halisi ya taasisi. Kwa sababu waliandika, ukisoma ile barua walisema tunatilia shaka. Na shaka maana yake kuna vitu ambavyo vinatokea nyuma kutilia hilo shaka. Ndio. Kwa sababu kipindi kile alichezesha almost mechi tatu mpaka kwenda mfululizo. Ndio. Yaani akajiuliza kwa nini refa huyu mechi ya robo finali, nusu finali, kwa nini yeye? Kwa nini ni yeye? Ni barua tu ambayo kwa natilia shaka. Lakini baada ya 2021 watu wanafahamu Arajiga, Ahmed Arajiga akachezesha mechi nyingi sana za klabu ya Yanga, hususan kwenye dabi au katika mechi za kawaida. Inawezekana ukiangalia mechi ya goli 2-1 Simba anafungwa ile Joseph Gwede na Stefano Aziki, refa ni Arajiga. Bao 5 Simba anafungwa, refa ni Arajiga. Mechi ya Yanga ambaye anafungwa na Azam, refa Arajiga. Mechi ya Yanga ambaye anacheza na JKT, refa ni Arajiga. Kwa sisi kipindi kile tulitia mashaka, lakini kwa sababu CAF wenyewe wameonyesha ubora wake wa yule referee, wamempa mechi katika group stage mashindano ya CAF kati ya Stellenbosch pamoja na AS Berkane, anachezesha. Sio muamuzi wa kawaida. Kwa hiyo mkatengua kauli. Ile ilikuwa kipindi kile, kwa sababu baada ya kipindi kile alichezesha mechi zilizofuata. Kwa nini sasa unasema unakumbusha ambao kuna mechi alizochezesha ambazo na maamuzi Yanga alifungwa na kuna Yanga alishinda. Kwa nini mechi hii? Sasa hiyo sasa ndo unaanza kupata question mark, kuna tatizo kwa watu wangi. Lakini kiwalisia kipindi kile walikuwa wanalalamika kwa sababu walikuwa na hoja ya msingi. Sasa hivi ukisema mtu analalamika ana hoja gani ya msingi? Hata Simba amefurahi kwa sababu ndo refa ambaye walipeka Simba kilio bao 5-1. Kwa hata mashabiki wa Simba wao ndo wa kwanza kuposta ile barua, walikuwa na kina Mzalamu, akina Alaxi kuonesha bwana huyu mwaka 2021 huyu Yanga mlalamiki. Hii inaitwa defense mechanism katika sehemu inaitwa denial mechanism. Mwalimu anajishaua tu, anajishaua. Kiufupi ndio Ahmed Arajiga kwa sasa hivi na hakika kwamba nyota yake inatakiwa kung'aa zaidi. Ndio. Kung'aa zaidi. Na hakika kwenye hiyo atakuja kusimamia sheria 17. Unajua tushatoka nje huku tuligongwa na nyoo. Wachambuzi wote walizungumza, na kama ile ingekuwa wamefanyiwa hawa ndugu zangu ilikuwa hapatoshi hapa mjini. Wangefanya makubwa, kwa sababu Yanga kwenye mambo ya kuwafanyia umewafanyia kitu kibaya, wakorofi sana. Wakorofi. Lakini Simba kwa kuwa watu wa mpira, sisi ile tumekaa tumesahau, na umemuona yule muamuzi kaanza kupewa mechi, kachezesha Fountain Gate na Ken Gold. Alichezesha, tumemuona. Umeona, na kuna mechi ya Azam na Namungo nadhani alikuwa first official. Kwa hiyo yale sisi tumesahau, tunakwenda tunaamini kabisa atakwenda kuchezesha sheria 17 kwa sababu kashakuwa kioo cha Mtanzania ambayo atachezesha cha Watanzania ambayo atachezesha mashindano mengine huko. Kwa hiyo watu wote watakuwa wa mpira wote watakuwa macho yao yako. Siku yenyewe mnaiongeleaje nyewe
kwa sababu ni siku ambayo ina baraka, siku ambayo ni siku ya wanawake duniani. Na kimkakati kitaifa itafanyika, au sio, pale Arusha leo. Lakini siku ina baraka, watu wamefunga, Waislamu, Wakristo wamefunga Kwaresma. Unaona nini wewe leo? Kwanza na tuwe kumbukumbu sawa. Inawezekana Mzalamu akawa amesahau. Mwaka 2020 tarehe 8 Machi. Super Bernard Morrison. Dakika 43 Jonas Mkude amchezea, alafu Bernard Morrison anaweka faulo, anaweka pale kuna kilinga, anaenda kuna kibendera shangilia chetu. Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 3 Machi. Tarehe 8 mwezi wa 8. Mwaka uliopita tu, mwezi uliopita tu, tumecheza naye tunaenda na Simba, anaenda kufunga Max Zengeli. Kwenye dabi kuna vitu viwili. Kwenye dabi yote duniani. Inawezekana huyu afahamu. Dabi zote duniani wanaangalia kitu kimoja. Cha kwanza wanaangalia tarehe mnazocheza nao na mwezi mnacheza nao. Ya pili, tabia ya dabi wanaangalia the current performance. Tarehe 8 mwezi wa 8, tarehe 8 au tarehe 3 mwezi wa 8, zozote tunazojua duniani ambao tangu kuumbwa, manaki Simba amefungwa mara nyingi kuliko Yanga. Nimempa hiyo mikasa ili aweze kuelewa. Lakini dabi ya tarehe 8 mwezi wa 8 inaenda tofauti kwa sababu kuna kauli mitano tena. Si ndio? Simba amepigwa mara 4 mfululizo. Kauli mbiu ya mitano tena ni rasmi, tunaanza nayo leo kwa sababu tutampiga mara 5 mfululizo, maana yake au tutasema mitano tena endelea. Lakini dabi kwamba mitano tena utampiga mara ya 5. Ndio kauli inaanza rasmi mitano tena na goli zinaweza zikawa 5 pia. Inawezekana kwa Simba hii ambao Fonsha Malone hayupo, si Kamala hayupo, ndio mabeki zetu ndio hao ambao kina Edinado wanapita uchochoro, hawa kina Shabalala. Una Max Zengeli, si una Pakome ameamka vizuri. Sisi tunaenda kufanya kitu kibaya ambao hajawahi kufanya maisha. Lakini Mzalamu anatakiwa fahamu. Je, katika dabi hii kati ya Simba na Yanga ni nani ambaye ni favorite? Jambo la kwanza. Na jambo la pili, katika dabi kati ya Simba na Yanga ni nani mwenye consistency nzuri katika hiyo dabi? Chukua mechi 5 za Simba katika raundi ya pili. Achana na mechi 5 kwanza. Unasemaje tarehe hii, tarehe 8 leo? Unajua mwalimu amezungumza vitu vingi. Vitu vingi. Hata zamani wakati watu wanasoma vitabu vya Bunuwasi ndio anachokiongea mwalimu. Sisi tunazungumza, tumeenda kutengeneza vitabu vya Bunuwasi, Alfu Lela Ulela. Unaweza ukakaa ukaunganisha na ile ya vita vya Majimaji, Kijaketile Ngware akaenda kujinyonga mwenyewe kofia. Ndio anavyozungumza mwalimu. Simba hii imekwenda baada ya Simba, yani Simba baada ya kuwa ilionekana kwa timu ambayo haina ubora wakati tunao kina Saido na nani, unaona wakati tunacheza mpira, unaona wakati mwingine kama maveterani tunarudi baada ya kukaa misimu mitatu ile kukoza winga na nini, watu wakaangalia, wataalamu wakasema tuvunje hii timu. Tukavunja 70%. Tukatoa baadhi, tukaweka watu wapi. Kwa hiyo Simba imejengwa. Simba hata sasa hivi unayoiona yeye anayosema kwamba haina mwenendo mzuri, Simba ndio timu ambayo ilifungwa mara moja kwa dhuluma. Hamna mtu asojua, Watanzania wote wanajua. Ilofungwa na Yanga kwa dhuluma. Umeona? Muamuzi hakuwa sahihi. Kuna vitu vingi, hata wachambuzi ukiangalia, muamuzi hakututendea haki. Kuna vitu vingi ukiangalia, kulikuwa kipindi cha kwanza ilikuwa ni mfunge 3 au 2 niwe naongoza. Umeona? Lakini ndio tulopoteza. Lakini muangalie yeye anayosema ana beki nzuri, ameenda amecheza na Tabora kachezea 3, kacheza na Azam alosema mimi nimetoa night draw raundi ya pili, ya kwanza nimemfunga, mimi nimeenda nimekadro naye kapata yeye goli dakika 90. Kwa hiyo ina maana Simba ina mwenendo mzuri. Draw tulizotoa ndo zimekuja zimetufanya tuwe hapa. Lakini Simba sasa hivi iko vizuri kwa sababu nikiangalia timu yangu, kwa sababu mwanzo tulikuwa tukicheza kikweli tuloyaona kwa Mutale tukamchukua kumleta Simba, hayakuwa yale tuloyaona ambayo anatupatia sasa hivi. Kuna hii tunasema wanasema Simba kwamba timu inajengwa kwa mujibu wa kwa kocha na vitu kama. Timu inajengwa. Kwa hiyo bado inajengwa, na kama inajengwa imefika 60% sasa hivi. Na 60 imekuja baada ya kuja Nabii Elia Mpanzu. Sasa tukiendaga kucheza dabi, ukimuona Kibu Dennis, ndo maana mara kwa mara uone tumefungwa tumefanyaje, Kibu kuwakanda au ni kitu cha kawaida. Kibu ndo anafanyaga vurugu. Hata hiyo nilokuambia tumedhurumika, Kibu ndo alikuwa anaenda kupeleka hatari. Sasa hivi ninapokuambia huku yuko yule nani yule Boka,
Umeona? Alafu huku Kibu Balali itakuwepo, kule kwa Israeli Mwenda atakuwepo Nabii Elia Mpanzu. Kwa hiyo watakuwa wanabadilishana. Mwalimu, Balali itakuwa sito. Mwalimu, nataka ngoja kwanza Gabo ngoja kwanza. Kwa nimsaidie kitu kimoja. Anatakiwa elewe. Mpira duniani kokote, mpira ni takwimu. Statistic. Jambo la kwanza anatakiwa fahamu. Nikisema Simba ina mwenendo mbaya, ni lazima uje na fakti ambao mtu akisikia sema hapa ni kweli. Nimetolea mfano. So dabi hii tu, na hii ni kwa sababu nimechukua case study. Ni dabi 5 duniani. Ndio. Duniani, dabi 5. Mechi 5 za mwisho. Kaangalie dabi ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Katika mechi 5, kaziangalie mechi 5. Kaizer Chiefs anaenda kwenye dabi katika mechi 5, Kaizer Chiefs katika mechi 5. Kashinda mechi 2, kafungwa mechi 2, katoa sare. Orlando anaenda kwenye dabi kashinda mechi 3, katoa sare 1, kafungwa 1. Unanielewa? Ndio. Nikaangalie katika dabi bora duniani inaitwa El Clasico Super, inaitwa Super El Clasico Dabi. Dabi kati ya Boca Juniors pamoja na River Plate. Kaangalie mechi 5. Ni Boca Juniors na River Plate. Kaangalie hizo mechi 5. Mimi nikimwambia tukiangalia mechi 5 za raundi ya pili ya Simba, chukua mechi 5 za Yanga, tunaenda kwenye dabi. Tuangalie nani ni bora kati ya Simba na Yanga. Hiyo maana yake hata wasikilizaji, hata mtu hapa kuna huyu bora sobo. Simba mechi 5 kashinda mechi 3, katoa sare 2. Yanga katika mechi 5 kashinda 4, katoa sare 1. Muulize timu iliyoshinda mechi 4 na mechi 3 ipi bora? Na hizo ni sifa za dabi. Nimekwambia Kaizer Chiefs wamecheza tarehe 2 na Orlando Pirates. Sikiza sasa. Sasa Gabo mtapigwa hapa. Gabo mtapigwa. Naomba unilinde kwa sababu wamezungumza, mimi nimemsikiliza. Mzalamu kuwa makini. Hii dawa inapoingia sindano wewe vumilia. Tarehe 2 wamecheza Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Kaizer Chiefs ambaye kwa anaonekana ambao ni dhaifu amefungwa. Simba hiyo inaonekana ni dhaifu anafungwa kwa sababu wewe amezungumza Elia Mpanzu kacheza mechi 9 ligi kuu Tanzania bara. Ana goli 2. Ndio. Yaani winga wao tegemeo. Kibu Denis amecheza miaka 2, ana siku 554. Ana assist ana goli. Huyo ndio winga ambao unategemea, winga tengeneza nafasi timu ipate ushindi. Mimi nazungumza kuna mwanaume anaitwa Pacome Zouzoua Zidane wa Afrika. Mmoja ubongo mguni. Ana goli 7 assist 6. Kule inawezekana mtu akawa na ubongo mguni. Yes, kama wewe tu kama computer unaangalia hivi unaangalia kama wewe. Wewe sio igizaji anasema wewe ni mtu hatari. Ni zaidi ya computer achukua ikachukua. Sasa tunazungumza Pacome Zidane wa Afrika. Ana tuzo 3 ndani ya msimu ligi kuu Tanzania bara. Huyo Elia Mpanzu ana hata tuzo ya mama. Elia Mpanzu mechi ya kwanza amecheza na mechi na Kagera kashinda dakika 59. Mechi ya kwanza ligi kuu Tanzania bara. So amecheza raundi ya pili, ni mechi ya kwanza. Kwa mwalimu subiri kidogo, shikilia hapo kidogo. Tutarudi hapo kidogo. Huyu bwana anasema kwamba Simba amefungwa mara kadha ambazo yeye amezitaja. Kwa hiyo ina maana Simba ana mchango mkubwa sana kwa upande wa Yanga kuwa bingwa. Kwenye ligi au amechangia. Ndio maana nilikwambia mwanzo katika misimu 3 mizima. Ndio. Tulivyoona baadhi ya wachezaji wanacheza kama bonanza. Ndio. Tukagundua hapa tunashotishwa. Tukapromosha kile kikosi. Ndio. Tumejenga kikosi. Ndio maana uliniuliza swali la kujenga kikosi. Ndio. Tunajenga kikosi. Lakini mwalimu kuna kitu ameniambia hapa kwamba kazipigia hesabu hizi mechi 5. Hizi mechi 5 kabla kufikia dabi. Kabla kufikia dabi kaja kwenye mechi 5. Lakini ukimwambia rudi nyuma, wale aliocheza nao wakaanza kupigwa kubondwa mfululizo. Bado hazikufika wakati ule. Na wale wanasubiria wakacheze kwao. Katika hizo mechi unayosema wale aliocheza nao hizo 5 zote alishinda tu na magoli mengi. Mimi naamini anasema huku moyoni pana msuta. Kibu ndio alotupeleka kimataifa. Ndani ya mechi zetu zote za kimataifa kakosa kushinda mechi 2, lakini kuna mechi kapiga 2 yeye goli 2. Kwenye mechi zile ngumu. Ndio maana mwanzo nilimwambia Kibu Denis mkandaji. Tunapokutana nao kufunga ni kitu cha labda awe ameumia na akiumia wanafurahi. Ndio. Tunapokwenda kukutana nao pamoja kwamba bingwa wa mechi ngumu. Pamoja na kwamba wanatoa takwimu ya kwamba miaka 2 na birthday na nini, lakini akiwa ameumia wanafurahi. Kibu akikutana na hawa anawapiga. Umeona? Unaweza ukamhesabia hiyo mechi, anaweza kukwambia 3 kawapiga Kibu. Lakini Kibu ndo bingwa wa kufunga mechi ngumu ikiwepo na wao. Sababu si watani wa jadi. Simba na Yanga ndo timu ambazo tunasema kwa sasa hivi wao wawili wanagombania ubingwa.
Asante umeniambia ukweli ni kwamba Simba wamechangia kwa namna moja au nyingine Yanga kuwa bingwa kwa sababu ya hizo ulizozitaja ni kwamba watu walikuwa wanacheza kama bonanza na vitu kama hizo. Kama veterani. Sawa. Sasa kuna swali ambalo nitaka nikuulize lakini nitarudi kwako kidogo nikianza na mwalimu kwamba nani anamkaba Elie Mpanzu kati ya Kibwana Shomari na Israel Mwenda? Kwanza Elie Mpanzu ni mchezaji aliyefeli majaribio katika nchi mbili. Alienda Denmark na Belgium. Na akaona sehemu pekee ambapo pa kuhifadhia wachezaji akaja Simba. Na kwambia mimi na kitambi changu Elie Mpanzu apiti. Ukiachilia mimi hapa mtoto wa Mantilia. Ukiachilia mbali kati ya Kibwana. Huko hizo ni level tofauti. Tofauti. Israel Mwenda amecheza katika timu ya vijana under 17, under 21, under 23. Amecheza national team. Na amebonda Elie Mpanzu tena mechi mbili national team. Yaani mchezaji ana mechi mbili national team na mchezaji amecheza almost mechi 30. Yaani Elie Mpanzu ampite Kibwana au nani? Kwa hiyo ukiwaacha Kibwana so Kibwana, yani wani walikuwepo kuna mtu anaitwa Belian Morrison Simba, alikuwepo kuna mtu anaitwa Akib Dennis. Hao wote walishinda kwa Kibwana. Hamshasahau ni watu. Kuna mtu hatari, kuna winga hatari ametokea katika nchi kama Super Belian Morrison. Kwa Kibwana amefroti. Hoja ya kusema Elie Mpanzu anakabwa na nani? Ni hizo ambazo hoja ni dhaifu kwa sababu Elie Mpanzu sio mtu hatari. Sio hoja, sio hoja, hata ni swali. Ndio maana sasa sio swali. Yaani Elie Mpanzu, yaani kama mimi ningekuwa kocha na mwasema hii namba 2 asichezeshe mtu hatari, mweke Mwalimu Yanga acheze hivi. Kwa sababu haona hatari huo, yaani hatari wa mtu. Mwalimu Yanga mpira upo hapo. Hauna mpira hapa? Hatari, hapo nakwambia hivi, mimi kipindi ninachocheza huyo kupo mdogo. Ndio kweli. Tumekwenda sehemu kufanya interview. Sikiliza, Gabo. Control ball. Gabo. Akija hapa Jonas Mkude. Mwite Jonas Mkude. Mwite ajibu hapa. Kamuulize. Muulize bwana wewe kijana hata Mwalimu Yanga. Hiyo tumecheza naye Miseta 2009. Kamuulize. Mimi hatari wale Kambango pale Kinondoni alikuwa shika jezi yangu. Huyu mimi kwa sababu majukumu tu leo kitambi. Hapa mali. Hebu mechi mimi na huyu. Kama mnayo soka hapa tuweke. Sasa ngoja tumalizie. Umezungumza issue ya Elie Mpanzu. Na mimi nimeweka mimi sijamaliza ujue. Sikiliza. Elie Mpanzu aliposhindwa. Bado sijamaliza. Kule aliposhindwa. Atakuja Mzalamu relax. Gabo mpe maji. Na hiyo ndio tuweke ukweli. Katika mawinga wote wa nchi Elie Mpanzu amfikia Taidi Nado. Hatuwezi kumweka katika level Clement Mzinze mwenye goli 10 assist 4. Ndio. Akati yeye ana goli hizi 2. Tunazungumza Clement Mzinze ashachukua tuzo za mchezaji bora. Akati Elie Mpanzu hajawahi kuchukua hata kiatu lijikuta ndani ya bara. Asante, shikilia. Ulikuwa unasema kwanza nimwambie tu mwalimu huko aliposema kaenda kwenye majaribio akarudi kuja kuhifadhiwa kule alipoenda ni Ulaya. Ndio. Umeona? Kama mchezaji wake Azizikika wenzake wote kina Konate kina nani wako nje wameenda kucheza Ulaya. Yeye karudi huku na yeye tuseme kaja kuhifadhiwa. Umeona? Kwa hiyo hicho anachokisema kwa ukisema kaja kuhifadhiwa kwenye manake kwenye ndoa ya juzi au huyu si ndo kaja akasema kaja kuhifadhiwa. Na yeye ina maana nani kaja huku safari ya Ulaya tena hakuna, akachukua Hamisa akaweka ndani. Tunayo Mtanzania na katika kubadilisha uraia unaweza chochote kitachotokea hapa mbele katika chakuwa Mtanzania mwenzetu yule. Shemeji tutafanyaje? Lakini nikwambie huyu anakuja anamsema Clement Mzinze kanza huko. Unajua mchezaji anapokuja ili awe vizuri hali ya hewa na nini lazima aanze chini. Elie Mpanzu alianza chini, magoli anakosa. Sasa hivi unaona anatia assist, anafanyaje? Arusha umeona kapiga assist, kafanya makubwa. Ndio anakuja kudaniwa. Kwa hiyo ina maana tunapokwenda kutegemea ni makubwa kwa Elie Mpanzu. Na mimi anasema huku moyoni anatetemeka. Sawa. Ukisema moyoni anatetemeka, mwalimu nataka ni control kidogo. Makocha wamezungumza. Baada ya mazungumzo yao kocha wako anasema kwamba hana uoga wowote na hana shaka aina yoyote ile kwa sababu kwa kaliba ya mechi ya namna hii ashazicheza sana. Ukiacha pale kwa Mkapa kama mashabiki wanakuwa 60,000, yeye amecheza kwa takwimu zaidi ya mashabiki ambao tunajaza pale kwa Mkapa. Hili wewe unaliweka katika wazifa gani? Kwanza kocha amezungumza jambo kubwa sana 2016
alikuwa anafundisha Msaja. Msaja wanacheza finali ya CAF Champions League na TP Mazembe. Ndio. Dabi kubwa ya Algeria ni Msaja pamoja na Usman. Ndio. Ni dabi ambayo inakusanya mashabiki 120,000. Ndio. Benjamin Mkapa mashabiki wakiingia wote full house ni mashabiki 60,000. Akisema amecheza dabi kubwa, maana yake mashabiki wengi anamaanisha ameshafanya kwa vitendo. Lakini hilo la kwanza. La pili, kocha Hamidi ni kocha mkubwa sana kuliko Fadlu. Fadlu ndo anakuja kutengeneza CV sasa hivi. Kwa ukimfananisha kocha alichozungumza kwa dabi kubwa ni mzoefu kwa sababu ana rekodi hiyo ambayo ashafanya. Ni kweli na ana rekodi hiyo. Ana rekodi hiyo na ameshafanya. Kwa Fadlu anasema kwamba kwenye kikosi chake anampa nafasi mchezaji yoyote. Hana star kwenye kikosi chake. Yoyote anayefanya vizuri yeye anampa nafasi. Unamsupport kwa asilimia ngapi kuelekea kwenye dabi? Asilimia 99. Kuhusiana na Simba yoyote anakufunga, na ukiangalia hata wastani wa magoli yale yanofunga utashangaa. Chasambi kafunga, Mkwala kafunga, Chaza huu kafunga, Elia Mpanzo kafunga, kila mtu. Asante. Mimi niseme hivi, asante ndio neno pia la kiungwana. Huyu hapa ni mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili, Gabo Mwanangwa wa Zigamba. Tulikuwa na Kijiwe Soga katika huu mradi Koma kwenye kukomboa maadili na mazingira. Tumejaribu kuangazia namna ambavyo football inapendwa nchini Tanzania. Endelea kulambaza nasi uweze kupata maarifa stahiki.